Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Iran imethibitisha kusitishwa kwa mapigano na juu ya ripoti ya mashambulizi yaliyofanywa wakati huu, na inadaiwa kwamba Israel inadai kuna shambulizi limefanywa na Iran baada ya kutangaza kwake kusitisha mapigano. Iran imekanusha, wakati Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa la Iran likisema kwamba sasa wameamua kusitisha mapigano baada ya Israel kulazimishwa kukubaliana juu ya kusitisha vita dhidi ya Iran kwa upande mmoja. Mkuu wa jeshi la Iran amesema kwamba sasa wapo tayari kuachana na vita hivyo, huku akikanusha kwamba shambulio la jipya la kombora lililorushwa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu halikurushwa na Iran. Kiongozi huyo wa jeshi la Iran siku ya leo Jumanne asubuhi amekanusha vikali ripoti za vyombo vya habari vya Israel kwamba Iran kwa mara nyingine tena imerusha makombora katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu baada ya kuwekewa usitishaji vita dhidi ya utawala wa Israel. Sekretarieti kuu ya Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran limetoa taarifa siku ya leo Jumanne likisema ulinzi thabiti wa jeshi la Iran na kukandamiza mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Israel ulimlazimu adui kujuta, kukiri kushindwa na kuidhinisha kusitishwa kwa vita kwa mashambulizi dhidi ya Iran. Hata hivyo, baraza hilo pia limehakikisha wananchi wa Iran kwamba vikosi vya silaha vya nchi hiyo havimwamini adui hata kidogo na viko tayari kikamilifu kwa ajili ya mapambano wakati wowote, huku kidole chao kikielekeza kwenye kufyatua risasi, kutoa jibu kali kwa vitendo vyovyote vya kiuadui. Utawala wa Israel ulioendesha vita vya uchokozi visivyo na msingi dhidi ya Iran mnamo Juni 13 ulifanya mashambulizi ya anga katika maeneo ya nyuklia, kijeshi na makazi ya Iran ambayo yamesababisha kuuawa shahidi kwa mamia ya wa Iran, wakiwemo makamanda wakuu wa kijeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia wa kawaida. Vikosi vya jeshi vya Iran vilianza mashambulizi mara moja baadaye. Vikosi vya jeshi la anga vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu vilifanya mawimbi karibia 21 ya makombora ya kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Israel, ikiwa ni sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Tatu ya Kweli ambayo ilisababisha hasara kubwa katika miji na katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na Israel huko katika eneo la nchi ya Palestina. Kwa upande wa Israel, waziri wa ulinzi Israel Katz amesema kwamba watalipa kisasi kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Iran baada ya kusitisha mapigano. Waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz ametangaza kwamba baada ya tangazo la kusitisha mapigano, Iran ilifanya mkururo wa mashambulizi dhidi yake na hivyo atalituma jeshi kwa ajili ya kulipa kisasi. Kwa upande wake, mkuu wa jeshi la Israel Luteni Jenerali Eyal Zamir katika tathmini yake inayoendelea anasema kwamba kwa kuzingatia ukiukwaji mkubwa wa usitishaji mapigano wa serikali ya Iran, tutashambulia kwa nguvu kulingana na matamshi yaliyotolewa na jeshi. Iran ilirusha makombora mawili ya ballistic katika Israel muda mfupi baada ya kutangazwa kusitisha mapigano na Tehran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.